Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Pastor Geoffrey Karano Nkopa. Asubuhi ya leo nimeokoka, nafanya na ministry ya Light of Christ. Kanisa ni Bethsaida Assembly. Asubuhi ya leo ningependa kukuletea mada ya leo, Healing at the Pool. Naenda kusoma John ambao ni chapter 5 verse 2 to 9. Nitasoma. Now there is a Jerusalem by the sea gate a pool, in Hebrew called Bethsaida, which has 5 porticos. This lay a multitude of infants, blind, lame, paralyzed. One man was there who had been ill for 38 years. When Jesus saw him and he knew that he had been lying there a long time, he said to him, "Do you want to be healed?" The sick man answered him, "Sir, have no man to put me into a pool when the water is troubled, and while I am going, another step down before me." Jesus said to him, "Rise, take up your pallet and walk." And once the man was healed, he took up his pallet and walked. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni asubuhi njema, nimeokoka. Nimekuletea asubuhi ya leo habari njema, kuna uponyaji katika birika. Mahali unaniona asubuhi ya leo na kuletea habari njema ni Bethsaida, means in at the pool. Kulikuwa na mahali ambapo watu wagonjwa walikuwa wanawekwa pamoja. Nao watu wagonjwa walikuwa na magonjwa mbalimbali. Kuna mmoja ambaye alikuwa hapo kwa miaka 38. Na huyu mmoja alikuwa na taabu mingi. Alikuwa ametaabika, hata watu wako walikuwa wamemtoroka. Hakukuwa na mtu, wakati malaika alikuwa anashuka mara moja kwa mwezi akivuruga maji, alikuwa mtu wa kukosa kumweka machini ili apate uponyaji. Lakini kuna kipindi kimoja ambaye Yesu alikuja special kwa minajili ya maisha yake. Mahali pale kulikuwa na watu ambao ni wagonjwa, wengine hawana macho ya kuona, wengine hawasikii, wengine hawana miguu, wengine wamekuwa na magonjwa ambayo yaponi. Kulikuwa na wakati malaika alikuwa anashuka kutoka mbinguni ili akigusa hayo maji, mtu akiingia ndani alikuwa anapata uponyaji. Lakini mtu alikuwa amekaa pale miaka 38. Na hii miaka 38 alikuwa ambaye hajiwezi. Wakati yeye anaona tu watu wakipona, yeye anaona watu wakifunguliwa, yeye anaona watu wakikombolewa. Asubuhi ya leo ninakuletea habari njema mama. Asubuhi ya leo ninakuletea habari njema ndugu yangu. Ende kawa katika kijiji chenu unaona watu wakiinuliwa. Unaona mtu akioa, mtu amezaa watoto, ukiona mtu amezaliwa, amesoma, ameenda university, umeona mtu amezaliwa, amechenga nyumba. Na wewe kuna mahali umefinywa miaka mingi. Kwa miaka 38 uendelei. Kwa miaka 38 umefinyiliwa chini. Kwa miaka 38 kuna jambo ambalo uliwezi katika maisha yako. Lakini asubuhi ya leo nakuletea habari njema. Yesu amenituma kwa minajili yako. Yesu amenituma leo nikuletee uponyaji. Yesu alipata huyu mtu akamuuliza, "Wewe wataka nini?" Akaanza kuleta complaints. Mimi sina mtu wa kunilipia school fees. Mimi sina mtu wa kuniletea habari njema. Mimi nimekataliwa na watu wa kwetu. Akaambia Yesu complaints mingi. Leo nakuletea habari njema na kuambia leo kuna Yesu. Na huyu Yesu anahitaji imani yako. Huyu Yesu akakwambia simameni, bebeni mkeka wako na leo umepona. Akamwambia simameni, nendeni ukatangaza habari njema. Akamwambia wewe umekaa hapa kwa miaka mingi. Yesu anajua. Yesu anajua mahitaji ya mioyo yako mama. Baba, Yesu anajua mahitaji ya mioyo yako. Yesu anajua vile umepita. Yesu anajua mambo umepitia katika familia yenu. Yesu anajua. Leo hii Yesu anaelewa una chakula. Leo hii Yesu anajua ujaribu nyumba. Leo hii Yesu anajua ujerara na mali. Yesu anajua unahitaji watoto. Yesu anajua mume wako anafaa kukombolewa. Yesu anahitaji bibi yako apate kukombolewa. Amekuja asubuhi leo kuambia unataka nini? Mwambie Yesu, mimi nataka uokoe mume wangu. Yesu nataka leo uokoe watoto wangu. Yesu nataka leo watoto.
Nataka leo uguse biashara zangu. Nataka leo ukomboe nyumba yangu. Nataka leo ukomboe kanisa. Nataka leo ukomboe taifa la Kenya. Asubuhi leo nimekuletea habari njema, kwa Yesu anakomboa. Hili neno ambalo limeokoa mimi. Hili neno ambalo limeinua maisha yangu. Leo hii ninakuletea habari njema, kuna Yesu. Yesu huyo anapatikana katika birika ambayo ni Bethsaida. Mahali hapa ni Bethsaida. Mahali hapa watu wakiingia wanapona. Mahali hapa watu wakiingia wanakombolewa. Kama umefungwa vifungo vya maisha, kama umefungwa katika ndoa yako, kama umefungwa kihuduma, ukiingia mahali hapa unakombolewa. Mahali hapa kuna vipawa mingi zimekufunguliwa. Kama wewe ni nabii, nimekualika mahali hapa. Kucheni ukapata huduma ya free. Mahali hapa Yesu ndiye anafungua. Mahali hapa Yesu ndiye anaponya. Yesu alikutana na yule kiwete amekaa miaka 38, akamwambieni pepeni, msigopeni godoro lako, na kuanzia leo umepona jamani. Mimi leo hii pastor nakuletea habari njema, kuna Yesu. Na kitu unahitaji kuambia Yesu kana kwamba yeye anaponya. Mkubali Yesu. Kiri Yesu anakomboa. Kiri Yesu anasaidia. Kama kuna ndoa haina mtoto, Yesu anapeana mtoto. Kama kuna nyumba haina amani, Yesu anapeana amani. Kama una mwanaume ameteseka miaka mingi, wacha nikuletea habari njema leo, Yesu anakomboa. Kama kuna watoto wanalia, leo hii ni kuambia Yesu anapangusa machozi. Mimi asubuhi ya leo nimetumwa ni kuambia kuna uponyaji katika birika. Kanisa hili ambao unaona ninahudumu, Ministry in Light of Christ. Kanisa ni Bethsaida Assembly. Bethsaida means healing at a bull, where everybody is somebody. Leo hii nimekualika kanisani jamani, upate kukombolewa. Nimekualika kanisani mama, kama wewe ni mwimbaji, kuja katika hii kanisa ukaimbe. Kama wewe ni mama umeteseka na Illuminati, wacheni mambo ya Illuminati. Wacheni mambo ya waganga, wacheni mambo ya wachawi. Wacheni kufuga vitu za ulimwengu kusaidia chochote. Kwa sababu Shetani hakupei bure. Leo hii Shetani anakuinua kesa na kurudisha chini. Leo hii Shetani anakupatia mali na anachukua. Leo hii Shetani anakupatia watoto na anachukua. Shetani anakupa mume nzuri, akona pesa, kesho mnakosana. Shetani mkasi yake ni kukufurahisha. Kazi ya Shetani ni kukupembeleza, lakini kesho na kunyang'anya tena. Kujeni kwa Yesu. Yesu anakomboa. Yesu anakubariki. Yesu anaponya. Leo hii nimekuletea habari njema katika birika hili la Bethsaida. Watu wanakombolewa, watu wanafunguliwa. Kama wewe ni nabii na kukaribisha mahali hapa. Kama wewe ni mwimbaji, kucheni ukafunguliwe. Kama wewe ni nabii, kucheni mahali hapa ukafunguliwe katika ndoto za mbingu. Kama wewe ni mwinjilisti, kujeni mahali hapa ukafunguliwe. Biblia inaniambia kana kwamba mwaka huu ni mwaka wa 2021. The greatest harvest. This is 2021. Mwaka ambao ni wa mavuno. Kucheni mkapate mavuno yenu. Kucheni ukakombolewe, kucheni ukaponye. Utapona katika jina la Yesu Kristo. Healing at a bull. Mwaka huu ni mwaka ambao ni wa mavuno. Mwaka huu Yesu alinizungumzia akaniambia kucheni, patieni watu wangu neno ambao ni wa mavuno. Na hiyo mavuno lazima upande. Utalima shamba, utapanda. Katika nyumba ya Mungu kuna kazi mingi. Ndipo Yesu amewaambia wanafunzi wake, nendeni mukavune, mukalete wavunaji katika nyumba yangu, kuna kazi mingi. Mnapoona hii nyumba inahitaji uimbaji. Mnapoona hii nyumba inahitaji wamama. Nyumba hii inahitaji wazee, inahitaji vijana ili mkafanye kazi ya Mungu. Na sisi tukaombe ili Mungu awalete wafanyikazi. Mimi nikiwa kuhani, wewe ukiwa pastor, umesikia hili neno asubuhi ya leo, wewe ni nabii, wewe ni mwimbaji, nimekualika mahali hapa ili ukapate uponyaji. Nimekualika mahali hapa ili huduma yake kapanuke. Nimekualika mahali hapa, pandeni, leteni sadaka yako katika haya madhabahu. Toeni. Kama neno la leo limekugusa, tumeni pesa yako kwa Equity. Tuko na PayBill, unaanza na 247. PayBill number
ni 820 279. M-Pesa ni 0716 110 884. Na Mungu wa milele akubariki. Salom, salom, salom. Ukuwe na siku njema.